Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tujifunze kuhusu kubadili mlio wa ngoma kwenye music score baada ya kuchora. Kubadili mlio wa ngoma au sauti ya ngoma kwenye music score baada ya kuichora. Unaweza kuwa umechora ngoma yako kwenye music score lakini unataka ilie katika namna nyingine, au umechora wimbo wako ukiwa pamoja na ngoma unataka ile ngoma isikie katika namna nyingine lakini ni katika mlio ule ule wa ngoma. Kama ni mara yako wa kwanza kutufuatilia, karibu uweze kubonyeza alama subscribe na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kama umeshachora ngoma yako kama inavyoonekana hapa, umechora kwenye namna yoyote ile kati ya namna ambazo tumejifunza kwenye video zilizopita hapo nyuma jinsi ya kuchora ngoma. Ukishakuwa umeshajua kuchora ngoma, umechora ngoma kama hivi, inasikia kwa mlio huu. Mfano ni drum set, inasikika kwa mlio kama huu. Labda ukiplay sasa ngoma yako inasikia kwa mlio huu ambao ni standard, ndio mlio wa kawaida wa ngoma. Sasa unataka kubadilisha mlio wa ngoma isisikike kwa aina, isikie katika namna nyingine. Unabadilisheje? Unabadilisha kama ambavyo watu tunabadilisha milio ya sauti baada ya kuchora nyimbo. Kwa hiyo utakuja kwanza sehemu ya edit, sehemu ya view. Kuja sehemu ya view itakuleta utakuja sehemu ya mixer, au utaminya F10, herufi F alafu 10 ipo hapa juu kwenye kibodi yako, kuchagua kama ni kifupisho F10 hii hapa. Ukichagua moja kwa moja itakupeleka kwenye mixer. Kuja kwenye mixer kuna sehemu hapa, kuna kitu kinachokipiga hapa ni drum set, lakini sound zinazotoka hii ya kwanza inatoka ni standard. Kwa hiyo tukitaka kuchagua sauti nyingine tunapachagua hapa. Tutakutana na sauti nyingi ambazo tunaweza tukaziweka katika hii ngoma yetu. Kwa mfano kuna hii ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa standard. Kwa hiyo tunaweza tukachagua labda hapa power namba 1. Ukipiga power namba 1 utakuta ukiipiga utakuta inalia tofauti kabisa na ile ambayo ilikuwa mwanzo. Haya, tukachagua labda sauti nyingine, tuchague labda matching snare. Hii kama unavyoona hapa chini, chagua matching snare. Utakuta ukiplay inakuwa inalia hivyo kama ambavyo unaona. Lakini pia unaweza ukachagua, zipo na nyingine nyingi sana kulingana na kifaa ambacho unakuwa umekichagua. Tunaweza tukachagua orchestra kit. Ukachagua orchestra kit, kwa muona inalia tofauti. Na hapa kuna sehemu za kubalance, unaweza ukabalance gain, ukabalance hapa volume, ukamute labda moja, ambapo ukamute sauti moja kama ambavyo kama zingekuwa sauti nyingine. Kadri unavyopiga unaweza kaongeza reverb, chorus, zote unaweza ukafanya hapa kwenye sehemu ya mixer. Lakini cha msingi ni kwenye sehemu ya sound, unaweza ukabadilisha na ukachagua sound yoyote ile ambayo unaitaka, ambayo unataka ngoma yako isikike. Hiyo nimeweka ni room number 4. Kwa hivi ndivyo namna ambavyo unaweza kubadili sauti au mlio wa ngoma kwenye music score. Na hata kama ingekuwa ipo chini ya wimbo ungeweza kubadili vivyo hivyo. Kana kwamba ungeichagua sehemu yake, baada hapo ungekuja sehemu ya mixer, ungeenda sehemu ya kuchagua sauti, ungechagua vivyo hivyo. Ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama subscribe ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana kwa kutufuatilia. Mungu akubariki.
na uwe na wakati mwema.